Tazama mbinguni. Ulimwengu haukuzaliwa kutokana na machafuko ya kubahatisha, bali uliundwa kwa usahihi usio na ukomo. Uumbaji wa ajabu unaozidi uwezo wa bahati nasibu. Kazi bora inayohitaji msanii mkuu. Hapo mwanzo alinena na vikawa. Gundua ukweli wa asili yetu. Bwana ni mwema, wakati wote anaokoa. Karibuni tena katika mwendelezo wa masomo yetu ya uumbaji au uibukaji sura halisi. Nipende kumshukuru Mungu na kumrudisha sifa na utukufu kwa maana ametupatia nafasi nyingine ya kuendelea kujifunza na kuangalia historia ya kile ambacho kinaendelea duniani leo, kwa maana ya lile tatizo ambalo limesumbua ulimwengu, yani ubaguzi wa rangi. Nimkaribishe Roho Mtakatifu sasa anapokwenda kutufundisha na kutufunulia kweli yake, na mwisho wa siku tupate kumtukuza yeye, kwa maana yeye ndio kweli. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakurudishia sifa na utukufu kwako kwa nafasi nyingine ambayo umetupatia. Tunakushukuru kwa ajili ya masomo yaliyopita, tunakushukuru kwa ajili ya somo hili. Tunapokwenda kujifunza sasa, karibisha Roho wako Mtakatifu, malaika zako wakatuzunguke, tuweze kujifunza yote, na mwisho wa siku sifa na utukufu zikakurudie wewe. Katika jina la Yesu meomba, amina. Wapendwa, nawakaribisha katika somo hili ambalo nimelipatia kichwa kinachosema ubaguzi wa rangi, ibada ya sanamu. Kwa hiyo tutakwenda kuangalia uhusiano kati ya ubaguzi wa rangi na ibada za sanamu. Kwa nini tunakwenda kutazama hili? Kwa sababu tulijifunza, na kama ambavyo nitarudia kufundisha tena katika somo hili kwa sehemu ndogo, ya kwamba hiki ambacho Charles Darwin amekifundisha ambacho kinatafuna ulimwengu leo ni kitu ambacho kilipata kwako kule Ugiriki, na sio tu Ugiriki walikitoa kule Babeli, na Babeli ndiko ambako tunaona na tunakwenda kuona kwa ushahidi ya kwamba ibada za sanamu zilipata kwako. Swali, kuna uhusiano gani kati ya ubaguzi wa rangi na ibada za sanamu? Katika kitabu cha Zaburi 71 mstari wa 18 tunasoma, na hata nikiwa na mzee mwenye mvi, Mungu usiniache, hata niwaeleze watu wa kizazi hiki nguvu zako, na kila atakaye kuja uweza wako. Na nikasema kwamba huu unatakiwa uwe wito wako, kama ambavyo umekuwa wito wangu mimi ninayezungumza hapa. Ni shauku yangu kuwaeleza watu uweza wa Mungu, kuwaeleza watu wito, na kuwaeleza watu upendo, na kuwaeleza watu rehema na neema za Mungu. Ndivyo ambavyo maandiko yanasema, ndivyo ambavyo Daudi alisema, alizungumza, nami naendeleza kuzungumza haya, na nina shauku ya wewe pia kuendeleza shauku hii kwa watu wengine. Stephen Jay Gould alituambia hoja ya kibiolojia kuhusiana na ubaguzi wa rangi pengine zilikuwepo kabla ya miaka 1859, lakini hoja hizi zimeongezeka maradufu na kwa nguvu kadiri nadharia ya uibukaji ilivyozidi kukubalika kati ya watu. Jay Gould anatuambia wazi ya kwamba hiki ambacho Charles Darwin anapata kukifundisha, kama ambavyo tumeona, kilikuwako kabla ya Charles Darwin. Naye Henry Fred Osborn anatuambia, nimejaribu kutafuta na kupeleleza nadharia ya uibukaji, nikajikuta nimerejea mpaka enzi ya wanafalsafa wa Kigiriki. Kwa kweli nilishangaa na kustaajabu kupata sifa na mawazo mengi kutoka kwao yanayofanana sawia na yale ya nadharia ya Darwin, na kuonekana kuwa yalikuwa na enzi hizo za karne ya 7 na ya kabla ya Kristo hajapata kuzaliwa. Na tukaona wazi ya kwamba Charles Darwin mwenyewe alitueleza ya kwamba alikuwa akiamini na kuhisi ya kwamba anachezewa na mapepo ambao ni mashetani, na nikasema ya kwamba shetani bado yupo, hajafa. Kwa hivyo kile ambacho Charles Darwin alikifundisha, shetani ameendelea kukifundisha kupitia watu wengine, maana Charles Darwin amekwisha fariki. Lakini kabla ya Charles Darwin walikuwako watu ambao walifundisha kile ambacho Charles Darwin anakifundisha leo. Kwa lugha nyingine, Charles Darwin anaendeleza mafundisho ambayo yalipata kuwako kabla yake, yaani miaka zaidi ya 2000 iliyopita. Tukajifunza pia katika kitabu cha Mhubiri 1:10 ya kwamba hakuna jambo jipya chini ya jua, na kwamba Mhubiri anasema, je, kuna jambo lolote ambalo watu husema juu yake, tazama ni jambo jipya?
Anasema limekwisha kuwako tangu zamani za kale zilizokuwa kabla yetu. Na katika tovuti ya National Geographic tukasoma maneno yafuatayo: mawazo ya nadharia yaliyopendekezwa na Charles Darwin pamoja na Alfred Wallace katika karne ya 19, yaani ya uibukaji, hujaribu kusimulia mabadiliko ya viumbe kutoka hatua moja kwenda nyingine. Mawazo haya yanaturudisha nyuma sana ya muda mpaka kwa mtu aliyeitwa Anaximander wa Merito miaka 500 kabla ya Kristo. Na historia ikatushuhudia kwamba hiki ambacho National Geographic wanakisema sio stori za kubuni, ni vitu ambavyo vimekuwa documented, ni vitu ambavyo vimekuwako kwa muda mrefu. Na huyu mtu anaitwa Anaximander sio mtu wa kutunga, bali ni mtu halisi ambaye kweli alifundisha kile ambacho Charles Darwin karne nyingi na milenia ambazo zilikuja baada yake alipata kukifundisha. Tunaambiwa nadharia hii na mawazo ya Anaximander yalitokana na hadithi ya kimithiolojia za Kigiriki na pia mawazo ya mwalimu wake aliyeitwa Thales, lakini pia Thales naye alichukua mafundisho haya kutoka kule Ugiriki. Na Aristotle anakuja anatuambia Thales anatambulika kama mwanafilosofia wa kwanza kuachana na matumizi ya simulizi za mithiolojia ili kuelezea kutokea kwa ulimwengu na mbingu kwa ujumla. Badala yake alielezea kutumia vitu vya asili na matukio akitumia nadharia za vitu vya asilia. Na tukanukuu pia katika kitabu cha World History Encyclopedia kuwa inakubalika kuwa Thales alipata nadharia hii kutoka kule Babeli. Na hapa ndipo tunapokwenda kupata uhusiano kati ya nadharia ya uibukaji ambayo ndani yake tunakutana na fundisho la ubaguzi wa rangi na kile ambacho tunakiita kwenye maandiko matakatifu ibada za sanamu. Katika kitabu kinaitwa Ancient History Encyclopedia ya mtandaoni tunasoma maneno yafuatayo: Babeli ulikuwa ni mji maarufu katika ufalme wa Mesopotamia ya kale na mabaki yake leo hupatikana Iraq, maili 59 kilomita 94 kusini mwa Baghdad. Jina hili linasemekana kutokana na maneno Bav Iliv au Bav Ilim kutoka katika lugha ya Akadia, kipindi hicho lenye maana ya lango la Mungu au lango kwa miungu. Kwa hiyo unapokuwa unazungumzia neno Bab-el lina maana kubwa mbili kulingana na lugha. Kwa watu wa Akadi neno Bab-el lilikuwa linamaanisha mlango kwa Mungu au mlango kwa miungu. Lakini ukija kwenye Biblia Bab-el maana yake machafuko. Na haya machafuko bila shaka yalikuwa yanasababishwa na ibada za miungu mbalimbali. Kwa hiyo tunapokuwa tunajifunza nadharia ya uibukaji, tunaona wazi ya kwamba asili yake ilikuwa Bab-el. Ingawa inaonekana kuwa ni nadharia ya kisayansi, historia inatuambia ya kwamba uibukaji ni filosofia. Na tunapozungumzia filosofia, tunazungumzia mawazo ya watu. Na tunaporejea Babeli, tunaona kwamba mawazo ya watu wa Babeli, wana filosofia wa Kibabeli, yalikuwa yanatokana na miungu yao. Ndicho ambacho kinazungumziwa kwenye history, ndicho ambacho kinazungumziwa pia kwenye Biblia. Je, tuna ushahidi wowote wa hili? Sikia. Mwana historia aliyeitwa Alexander Hislop anatuambia, mnara wa Babeli ulikuwa ni ibada ya shetani kabisa katika muundo wa moto, jua na nyoka. Hata hivyo ibada ya shetani haikufanyika waziwazi kwa sababu watu wengi ambao bado waliamini katika Mungu wa kweli wa Nuhu. Hivyo dini ya siri ilianzia Babeli ambako shetani aliabudiwa kwa siri. Tulizungumza katika somo la pili, muasisi wa nadharia, muasisi wa mafundisho ya kubaguana ni shetani. Tukajifunza pia ya kwamba shetani anatumia wanadamu, na tukaona akamtumia Charles Darwin. Na katika somo lililopita tukaona Charles Darwin akuwa mtu wa kwanza kutumiwa na shetani. Tunaona mafundisho ya Charles Darwin yalitokea Ugiriki na Ugiriki walitoa kule Babeli. Kwa mujibu wa historia na watafiti, Babeli mafundisho yao asili yake ilikuwa ni shetani. Kama mafundisho ya uibukaji na ubaguzi yanaanzia Babeli na Babeli muasisi ni shetani, maana yake mafundisho ya ubaguzi wa rangi na ubaguzi wa kikabila pamoja na uibukaji ni mafundisho yenye asili yake kutoka kwa muovu shetani. Sikia, katika kitabu cha Illuminati na 666 kilichoandikwa na Roy Alan Anderson tunasoma, ibada ya Mungu jua ilikuwa ni moja ya ibada ya mwanzo ambayo ilipingana na ibada ya Mungu Jehova katika Agano la Kale. Ni kupitia ibada ya Mungu jua Lucifer alipata kuabudiwa ulimwenguni kote. Kwa Lucifer alipokuwa Babeli, anaanzisha utawala wa Kibabeli,
hakufundishwa waziwazi kwa watu kama ambavyo Alexander Hislop anasema, alifundishwa kama Mungu jua. Kwa hiyo watu walipokuwa wakiabudu jua, nyuma ya pazia alikuwa akiabudiwa shetani, yani Lucifer. Ndivyo ambavyo Alan Anderson anatueleza. Sikia, Bowman anatuambia swala la Yesu kuwa ndiye Jehova lina ithibati ya kutosha katika maandiko matakatifu yanayoshuhudia kuwa hakika Yesu ndiye Jehova. Na tukajifunza katika somo la kwanza ya kwamba Yesu ndiye ambaye alipewa jina Jehova kulingana na gazeti la Signs of Time, ukisoma pia Review and Herald na vitabu vingine vingi ambavyo tulivinukuu katika somo la kwanza. Kwa hiyo Roy Alan Anderson anaposema kwamba ibada ya jua ilikuwa ikipingana na Jehova, maana yake ibada ya jua ilikuwa ikipingana na ibada ya Kikristo, yaani ikipingana na Kristo katika Agano la Kale. Utaniuliza, je, Ukristo ulikuwepo katika Agano la Kale? Jibu ni ndio, na tutakwenda kulithibitisha hilo katika series zingine. Hapa tunakwenda kuliangalia hili tatizo ambalo linakabili ulimwengu sasa. Kwa hiyo yakupasa kujua ya kwamba Biblia inapomtaja Jehova inamzungumzia Kristo Yesu. Kwa hiyo Roy Alan Anderson anasema ibada ya jua ilipingana na Jehova, anamaanisha ilikuwa ikipingana na Ukristo, ilikuwa ikipingana na Kristo hapo kale. Roy Alan Anderson anaendelea kusema, iliaminika kuwa Mungu jua alikuwa ndiye chanzo cha miungu mingine yote. Hivyo basi miungu mingine yote ilikuwa ni kiwakilishi cha Mungu jua. Na kama ambavyo tunajua, Lucifer alipowasi kutoka mbinguni hakuwa peke yake, bali alikuwa na malaika wengine. Hivyo wale malaika wengine pia walikuwa wakiabudiwa kama miungu katika mionekano na mitindo tofauti tofauti, lakini Mungu mkuu akionekana kuwa ni Lucifer aliyewakilishwa na jua. Fawcett katika Bible Dictionary yake ukurasa wa 666 anasema ibada ya Mungu jua ilikuwa ni moja ya ibada za kale za sanamu. Kwa tukubali au tukatae, ibada ya Mungu jua, haijalishi ni mtindo gani imepata kufanyika kwayo, ni ibada ya sanamu. Mwandishi anaitwa mwandishi huyu wa kitabu kinaitwa The Original Sunday, the original of its observance in Christian Church, ukurasa wa 14 mwaka 1891 anasema kuabudu jua kunatangazwa kwa kuwa ni aina kongwe zaidi, iliyoenea zaidi na inayodumu zaidi ya aina zote za kuabudu sanamu zinazojulikana na mwanadamu. Ndicho ambacho huyu mwandishi anatueleza, ya kwamba ibada ya jua ilikuwa katika mitindo mbalimbali. Kwa hiyo sio kila jamii utakutana na aina hiyo ya kuabudu jua. Kwa hiyo kupitia sanamu tofauti tofauti za mitindo tofauti tofauti za mionekano tofauti tofauti, huyu Mungu anaitwa Mungu jua alipata kuabudiwa, ambaye kulingana na Alexander Hislop hakuwa mwingine bali alikuwa ni shetani mwenyewe, ambaye tumemtambua kama Lucifer. Sikia, katika kitabu cha Walawi sura 26 mstari 30 tunasoma, nami nitapaharibu mahali penu palipoinuka na kuziangusha sanamu zenu za jua. Kwa hiyo Biblia inathibitisha kile ambacho hawa waandishi wengi wanazungumza kuhusiana na sanamu hizi za jua. Mwandishi mwingine mwandishi mwingine wa kitabu kinaitwa The Old Testament Student of January mwaka 1886 ambaye anajulikana kama Talbot au Chambers, wengi wanamfahamu kama Chambers, anatuambia ulimwengu wa aina hii wa kuabudu sanamu ni wa ajabu. Unaonekana ulikuwa umeshamili kila mahali. Waashami, yani watu wa Syria, ilikuwa ni ibada ya Baal, yani jua, ambalo lilizingatiwa kuwa mpaji wa nuru na uhai, yaani anayefanya kazi zaidi katika shughuli zote za kiasili. Hawa waandishi wote wanajaribu kutufunulia ya kwamba ibada ya jua ilitapakaa dunia nzima katika ule ulimwengu wa kale, na Biblia inatuambia kuna jipya chini ya jua. Ibada ya jua imeendelea kutapakaa duniani leo, lakini watu wengi hawajui ya kwamba wanafanya ibada za jua, wanafanya pasipo kujua, na ndio maana neema ya Kristo inaendelea kuwa kubwa. Sikiliza, tunaambiwa, Chambers anatuambia, huko Misri jua lilikuwa kiini cha dini ya serikali. Katika namna mbalimbali alisimama kwenye kilele cha kila daraja la kidini. Huko Memphis aliabudiwa kama Ptah, huko Heliopolis kama Tam, huko Thebes kama Amun na Ra, lakini pia akiwa amehusishwa na Osiris, alikuja kuwa msingi wa nadharia ya kuzaliwa upya kwa roho ya Wamisri.
katika Babeli jambo lile lile linaonekana kama ilivyokuwa Misri. Kwa hiyo hawa waandishi wanaendelea kutufunulia ya kwamba hii ibada ya sanamu asili yake ilikuwa Babeli, ambako kilikuwa ndio kitovu na kiti cha enzi cha Lucifer au Shetani. Baadaye, baada ya Mungu kuwa amechafua lugha, hizi ibada zikaendelea kutapakaa dunia nzima. Sikia, Chambers anaendelea kutuambia watu walivutiwa na hatua mbalimbali za mwendo wa jua wa kila siku na kwa kila mwaka, ambako waliona udhihirisho wenye kutisha sana wa uungu, lakini punde tu walikuja kuchanganya kiumbe na muumba, na jeshi la mbinguni likawa vitu vya kuabudiwa, huku jua likiwa ndio kiongozi. Kwa ujumla, Chambers anatuambia wakaenda mbali zaidi, wakaanza kuabudu na vitu vingine vya anga kama sayari, nyota na vitu vingine ambavyo vinapatikana angani. Katika kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wa 4 nasema, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 29 mstari wa 17 tunasoma, nanyi mliona machukizo yao na sanamu zao, miti na mawe, fedha na dhahabu zilizokuwa kwao. Kwa hiyo Biblia inatufunulia na kutupatia muktasari wa kile ambacho wanahistoria wengi duniani wanajaribu kukielezea, ya kwamba hizi ibada za sanamu zilikuwa na mitindo mbalimbali. Haijalishi watu walikuwa wanaabudu miti, haijalishi walikuwa wanaabudu mawe, walikuwa wanaabudu nyota, wote hawa walikuwa wakiabudu jua, kwa sababu miungu hii yote ilikuwa ni kiwakilishi cha Mungu jua. Sikia, katika kitabu cha Warumi sura ya 1 mstari 21, 22 na 25 tunasoma, kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Wakijinena wenye hekima walipumbazika. Naomba unoti neno wakijinena wenye hekima wakapumbazika. Kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya muumba aliyehimidiwa milele. Wakati wanahistoria wanaangalia mawe, miti na nyota na jua, Biblia inaangalia nyuma ya hivyo vitu. Biblia inasema nyuma ya ibada hizi za sanamu alikuwako kiumbe ambaye anaabudiwa, ambaye historia inatufunulia hakuwa mwingine bali alikuwa ni Lucifer, ambaye leo tunamtambua kama Shetani. Katika kitabu cha Isaya sura ya 46 mstari wa 1 tunasoma maneno yafuatayo kuhusiana na Babeli. Isaya anasema, Bel anaanguka chini, Nebo anainama, sanamu zao ziko juu ya wanyama na juu ya ng'ombe. Vitu vile mlivyokuwa mkivichukua huku na huku vimekuwa mzigo wa kumlemea mnyama aliyechoka. Swali, Bel ni nani? Nebo ni nani? Mwandishi wa vyama vya siri anaitwa Helena Petrovna Blavatsky. Yeye aliwahi kuandika katika kitabu kinaitwa The Secret Doctrine volume ya 2 ukurasa ule wa 456 na kumwelezea huyu Mungu ambaye Isaya anamuita Nebo. Anasema hivi, Nebo, mungu wa zamani zaidi wa hekima kutoka Babiloni na Mesopotamia. Alihusishanishwa na Budha wa dini ya Kihindu, anayehusishwa na sayari ya Zebaki, na pia alijulikana kama Hermes au Mercury wa Kigiriki na kule Rumi. Kwa Biblia kupitia kitabu cha Warumi, Paulo anasema walijinena kuwa wenye hekima. Hawa ni watu wa wapi? Wa Babeli. Na kwa sababu walijiona wana hekima kuzidi Mungu, wakajikuta wanasujudia kiumbe ambaye ni Shetani, ingawa wao walipokuwa wakifanya ibada zao walikuwa wakiabudu jua, na jua likawa ni sehemu au chanzo cha kuabudiwa kwa miungu mingine, na hii miungu ilikuwa ni viwakilishi vya Mungu jua. Kati ya miungu wa Babeli alikuwepo mungu anaitwa Nebo kwa mujibu wa Isaya, na huyu Nebo kwa mujibu wa Helena Petrovna Blavatsky alikuwa akiabudiwa kama mungu wa hekima, na ndio maana Paulo anasema walijiona kuwa wana hekima. Swali, huyu ambaye wao watu wa Babeli walimwabudu kama Nebo mungu wa hekima alikuwa ni nani? Blavatsky anatueleza. Blavatsky anaenda kusema Nebo mungu wa zamani ambaye pia alijulikana kama Hermes mungu wa hekima, ambaye pia huitwa Thoth, Tat, Thet, Set au Satan,
na kwamba alikuwa pia akitazamwa katika sura ya uovu, yani Typhon, shetani wa Misri, ambaye pia alikuwa ni Set. Kwa mujibu wa Blavatsky mwenyewe anatuambia ya kwamba huyu aliyeabudiwa kama mungu wa hekima, ambaye aliwapelekea Wababeli wajione kuwa na hekima kuliko watu wengine, Nebo kwa jina lake, hakuwa mwingine bali alikuwa ni shetani yule yule, ila kwa jina lingine. Kwa ukienda Babeli unakutana na Bel, unakutana na Marduk, unakutana na Nebo, lakini hawa wote hawa miungu hawa wanamwakilisha mungu mmoja ambaye alikuwa ni mungu jua, ambaye alikuwa ni Lucifer. Na ndio maana Blavatsky anatuambia Nebo lilikuwa tu ni jina la mungu, lakini mungu ambaye anaabudiwa nyuma ya Nebo alikuwa ni shetani. Nini kingine ambacho tunajifunza? Biblia inatufunulia kwamba asili ya hekima, na ambayo katika lugha ya Kigiriki tunaita philo, ambako tunaambiwa masomo au mafundisho ya filosofia yanaanzia, Biblia inatuambia hapana. Kwa kile ambacho dunia inasema filosofi inaanzia Ugiriki, Biblia inasema hapana. Biblia inatuambia filosofi ilianzia Babeli, na filosofi mwasisi wake ni Ibilisi, na maanisha filosofia inayoongoza ulimwengu kinyume na neno la Mungu. Sikia, katika tovuti ya National Open University of Nigeria tunakutana na article inasema philosophy in ancient Babylon. Kwa hiyo kabla ya Ugiriki haijakuwako, filosofia ilikuwako. Na hii filosofia kwa mujibu wa Blavatsky, kwa mujibu wa Isaya, kwa mujibu wa Paulo, ni wazi muasisi wake, filosofi ya Babeli, muasisi wake ni shetani. Katika tovuti ya Medium Desemba 19, 2021 tunasoma Philosophy and Literature Before the Ancient Greeks. Kwa hiyo tovuti za ulimwengu zinakubaliana kwamba kabla ya Ugiriki kulikuwako na filosofi. Utasema sasa hii filosofi inahusiana vipi na ubaguzi wa rangi? Naomba ukumbuke ya kwamba ubaguzi wa rangi asili yake ni nadharia ya uibukaji. Nadharia ya uibukaji tulijifunza katika somo lililopita ya kwamba asili yake ni kule Ugiriki. Ugiriki walitolea Babeli, na tukajifunza ya kwamba kutoka Babeli ndiko ambako filosofia zinatokea. Yalikuwa ni mawazo na Wagiriki wakayapokea hayo mawazo. Baadaye tunaona Darwin anakuja na hayo mawazo. Katika hii article Michael Coy anatuambia Ugiriki ya kale inachukuliwa kwa mapana kuwa waanzilishi wa falsafa ya magharibi, huku wakiwa na wasomi wa enzi ya kale, na ndio msingi wa maandiko na mawazo mengi baadaye ya ufufuaji wa utamaduni. Hata hivyo, maandiko yalikuwa na historia ndefu zaidi kuliko inavyoweza kuonekana, na baadhi ya wanafalsafa wa Kigiriki walichota msukumo kutoka kwenye matini ya kale, hasa matini ya Sumeri na Babeli. Haya sio maneno yangu wapendwa, hawa ni wanahistoria ambao wanatuonyesha kwamba kile ambacho dunia inakiamini sicho. Filosofi ilianzia Babylon. Michael anaendelea kusema falsafa ya Babeli ilikuwa na ushawishi juu ya falsafa ya Kigiriki na baadaye falsafa ya Kihellenistic, yani kule Rumi. Ingawa ushahidi wa maandiko haupo, matini ya Babeli isiyo na tarehe, yani inayojulikana kama majadiliano ya kutokuwa na matumaini, ina mfanano na mawazo ya kutokuwa na uhakika ya mafundisho ya masophist ambao walikuwa ni wa Kigiriki, pamoja na fundisho la Heraclitus la utofauti, lakini pia na mazungumzo ya Plato, pamoja na kuwa na mtangulizi wa mbinu za Socrates ya kujifungua, na pamoja mawazo ya mtu mwingine anaitwa Socrates pamoja na Plato. Kwa ujumla anachojaribu kusema Roy ni kwamba vile tunavyovisoma kuhusiana na filosofia za ulimwengu, vile tunavyovisoma kuhusiana na wasemaji wa ulimwengu, yaani kule Ugiriki wakina Plato, wakina Socrates na wengineo ambao tumewasoma na tutakwenda kuwasoma, hawa wote walipokea mafundisho kutoka Babeli. Hawana jipya, ni vitu ambavyo wameviendeleza tu, na nyuma ya pazia yupo Ibilisi. Na kama umefuatilia duniani, watu leo wanazungumzia filosofia za Wagiriki kuliko hata maandiko, wasijue ya kwamba wanaendeleza mpango na mikakati ile ile ya Ibilisi. Sikia, kama Michael Coy anaendelea kusema kwa kazi za mashairi zenye kuvutia kama vile Theodith ya Babeli na majadiliano ya kutokuwa na matumaini, Wababeli walidumu kama kituo kikuu cha maandiko na wanafalsafa
wenye kuvutia. Ndicho ambacho historia inatuambia. Katika masomo ya arkeolojia tunakutana na maneno yafuatayo. Asili ya falsafa ya Babeli katika maana ya kawaida ya neno hilo inaweza kufuatiliwa nyuma kwenye hekima ya Mesopotamia ya mapema, ambayo ilijumuisha falsafa fulani za maisha, hasa maadili katika namna za mjadala na hoja, mazungumzo, mashairi ya kishujaa, hadithi za watu, nyimbo, sifa, mashairi ya hisia, nathari na methali. Hoja na mantiki ya Wababeli ilikuwa zaidi ya uchunguzi wa kimajaribio. Swali, Biblia inasemaje kuhusiana na hili? Kitabu cha Danieli sura ya 2 mstari wa 12 tunasoma, basi kwa hiyo mfalme akaghadhibika sana, akaona hasira nyingi, akatoa amri kuwaangamiza wenye hekima wote wa Babeli. Kwa hiyo tunaambiwa kwa mujibu wa maandiko matakatifu na historia, hekima au filosofia au wanafilosofia asili yao ni Babeli na sio Ugiriki kama ambavyo dunia inasema. Kwa sababu hiyo ndiko ambako tunakwenda kuonyeshwa ya kwamba mawazo ya kifilosofia ya uibukaji na ubaguzi yalipata kutokea. Sikia, katika gazeti la Review and Herald tunasoma, wakazi wa eneo la tambarare huko Shinari walianzisha utawala ambao kupitia huo walijiinua na kujichukulia utukufu wa Mungu. Nadharia ya ukosoaji zilizokuwa zimeibuka zilikwenda kupoteza amani, furaha na ulinzi wa watu. Wapi? Katika hii nchi ya Shinari tulijifunza katika somo lililopita, tunazungumzia nchi ya Babeli kama ambavyo McClintock pamoja na Strong wanasema ya kwamba jina lake la eneo kubwa la nchi ya tambarare iliyojaa matope ambako mito ya Tigris na Efrata hupita kabla ya kufika baharini, eneo ambalo baadaye lilijulikana kama Kaldea au Babilonia. Kwa hiyo tunapokuwa tunazungumzia Shinari, tunazungumzia nchi ya Babeli. Katika gazeti la Review and Herald Desemba 10, 1903 tunasoma, nadharia za ukosoaji na za kumpinga Mungu ziliimarishwa na kuwatoa watu kwa Mungu na kutazama sanamu, hivyo hata sheria za Mungu kudharauliwa huko Babeli. Ndicho ambacho gazeti linatuambia. Kwa kupitia nadharia ya uibukaji ambayo kwayo ilifundisha ubaguzi wa watu, yaani kuwafanya watu fulani kuwa watu bora na wengine kuwa watu dhaifu, zilianzia pale Babeli. Na kupitia nadharia hizi watu walianza kumwacha Mungu, kama ambavyo leo watu kupitia nadharia hizi za ubaguzi, nadharia ya uibukaji, watu wanamwacha Mungu, kama ambavyo gazeti la Christian Times lilivyotueleza kwamba watu wanaacha kuamini maandiko, wanaanza kuamini uibukaji, na kama wanavyoamini uibukaji, wanaamini na kile kinachofundishwa katika uibukaji ambacho ni ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa makabila, yaani kujiona kuwa ni bora kuliko watu wengine. Ndicho ambacho kilitokea Babeli na ndicho ambacho kinaendelea leo. Katika kitabu cha Patriarchs and Prophets ukurasa 123 tunasoma, wapo wajenzi wa mnara hata sasa katika enzi yetu, waasi ambao wamejidhatiti katika kutengeneza nadharia wanazodai kuwa ni za kisayansi, wakipingana wazi na mafunuo ya neno la Mungu. Kwa huyu mama Ellen White alishaona uhusiano mkubwa wa kile kilichotokea kule Babeli na kile ambacho kilitokea katika kipindi chake na kile ambacho kinakwenda kutokea katika enzi zetu. Alishaona. Ila historia katika somo hili inatufunulia ya kwamba ni kweli na hakika kile ambacho kinaendelea leo kilianzia pale Babeli. Na Babeli, kutoka pale Mungu alipochafua kuzuia haya mafundisho ambayo dunia imetekwa kwayo leo, alipozuia kwa kuchafua lugha, shetani akatafuta namna nyingine ya kuweza kurudisha yale mafundisho upya, na kwa hakika amefanikiwa. Na ndio maana leo tunajifunza haya masomo, kwa maana Mungu bado anaendelea kupambana kuhakikisha haya mafundisho ya ubaguzi, mafundisho ya kwamba watu wametoka na wanyama, yanaondoka na kwisha katika vichwa vya watu na kurejea katika maandiko matakatifu. Sikia, Harrison anatuambia nadharia ya uibukaji pia hutumiwa kama ufunguo wa mithiolojia ya kifilosofia, nayo hufanya kazi kama dini. Russell Michael anatueleza nadharia ya uibukaji hutetewa na watu wake zaidi ambavyo wanasayansi wanavyoitetea sayansi yenyewe. Uibukaji ni mawazo, fikra za kidini, mbadala wa imani ya Kikristo, ukiwa na maana yake na maadili yake. Uibukaji ni dini, ilikuwa tangu mwanzo
hata sasa. Na hivyo historia inatufunulia wazi ya kwamba mwanzo wa uibukaji, mwanzo wa imani ya uibukaji, mwanzo wa imani ya kubagua watu fulani ilianzia Babeli na ilikuwa ni sehemu ya ibada. Sikia, Clotis katika gazeti inaitwa Lutheran Witness Reporter Novemba 14, 1965 anasema ukubali wa nadharia ya uibukaji bado unajengwa katika imani na sio hapo, sio zaidi ya hapo. Civilian anasema nadharia ya kwamba maisha yalianzia katika maada isiyo hai ni makala inayohitaji imani. Na mwandishi mwingine anaitwa Harrison anasema nadharia ya uibukaji huwajengea watu imani ambayo msingi wake ni kutafsiri vitu vya asili. Kwa hiyo tunakubali au tunakataa, wapendwa katika Bwana, kuna uhusiano mkubwa kati ya ibada, yaani ibada ya Mungu Baal, na mafundisho ya uibukaji, ambayo kwa hayo tunakutana na kitu kinaitwa ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa makabila. Sikia, katika kitabu cha Encyclopedia of Evolution tunasoma ubaguzi wa rangi ni imani ya kuwa yapo makundi ya wanadamu ambao ni bora na makuu kuzidi mengine yaliyo madhaifu. Na katika kitabu kinaitwa Unfinished Animal mwaka 1975 mwandishi anaitwa Rozak anasema lengo kuu la nadharia ya uibukaji ya Darwin ni kuhakikisha inaondoa kila aina ya wazo ya kuwa kuna Mungu katika akili ya wanadamu, hasa katika masomo ya biolojia. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, tunapokuwa tunajifunza haya, yatupasa kujua asili ya kila ambacho kinatokea duniani leo. Ubaguzi wa rangi ambao kwa hiyo nadharia ya ubaguzi wa rangi, kwa hiyo ambao inatokana na nadharia ya uibukaji, tunakutana na swala zima la ibada. Watu wanauawa kwa sababu ya ubaguzi wa rangi. Katika ibada ya jua ambayo ilianzia Babeli, watu walikuwa wanatolewa kafara. Kwa hiyo watu wanapokuwa wanauana kwa sababu ya ubaguzi wa rangi, pasipo kujua, wanatoa kafara na kumwaga damu kama ambavyo watu wa kale walipata kufanya. Kwa hiyo kilichotokea sasa ni utofauti. Wakati zamani kuna kipindi watu walikuwa wanatekwa kutoka katika jamii fulani na kwenda kutolewa kafara. Leo watu wamefundishwa na wanaendelea kufanya kafara pasipo wao wenyewe kujua ya kwamba wanafanya kafara. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 4:16 tunasoma msije mkaharibu nafsi zenu mkajifanyia sanamu za kuchonga, mfano wa sura yeyote, mfano wa mwanamume au mwanamke. Swali, andiko hili lina uhusiano gani na ubaguzi wa rangi? Wapendwa, unapoanza kumtukuza mtu, mwanamke au mwanaume, kwa sababu ya muonekano wake na rangi yake, hiyo ni ibada ya sanamu. Na wewe ambaye unambagua mtu na kumwona hafai kwa sababu tu wewe una rangi ya tofauti na yeye, wewe unajikweza katika levo ya sanamu, kwa maana unahitaji kukubalika na kusujudiwa na huyo mtu mwingine. Kwa hiyo anaposema msiabudu sanamu, haishi katika kuchonga peke yake, lakini inaanzia katika nafsi, ndani yako. Unapoanza kujiona bora kuliko mtu mwingine na kutaka usujudiwe na kunyenyekewa kana kwamba wewe ni Mungu, ndicho ambacho Biblia inakizungumza. Kwa hiyo watu wanaojiona watukufu na bora kuliko wengine, na katika ubaguzi wa rangi tunazungumzia wazungu, wanapokuwa na tabia hizi wanakuwa wanajitengeneza mfano wa sanamu. Na Waafrika wakikubali kunyenyekea mfano wa kunyenyekea Mungu, maana yake wanawafanya wazungu kuwa nani? Kuwa sanamu. Na wazungu wanaokubali kunyenyekewa kama miungu, wao wanakuwa sanamu, wao wanakuwa sawa na miungu. Ndicho ambacho Biblia inakisema. Na hili swala halijaanza leo wala jana, ilianzia tangia kipindi kile cha Babeli. Nelkin katika kitabu kinaitwa Science Textbook Controversy mwaka 1977 aliwahi kuandika, zaidi ya matokeo yake hasi kwa desturi ya kisayansi, nadharia ya Darwin ilikuwa ni theolojia mpya ya mabadiliko.
Kwa tukubali au tukatae, wapendwa katika Bwana, nadharia ya uibukaji ni imani. Hauwezi kuwa mfuasi wa nadharia ya uibukaji kama hauamini katika hiyo, na ili uamini katika hiyo inakupasa upingane na kitu kinaitwa Ukristo, dini inayoitwa Ukristo. Craig au Adam Craig katika kitabu kinaitwa Commentary on Galatians anasema, wanadamu wote ni viumbe vyake, hali zote zimepangwa na kudhibitiwa na uongozi wake, na viumbe vyote vya kibinadamu vimenunuliwa kwa sababu vimenunuliwa kwa sawa na damu yake Yesu Kristo. Yeye pekee ndiye chanzo ambacho wote wametoka, na kwake yeye pekee wote wanapaswa kurudi. Ndivyo ambavyo Adam Clark anatuambia. Yeremia sura ile ya 14 mstari wa 7 anatuambia, ijapokuwa maovu yetu yanatushuhudia, lakini utende wewe kwa ajili ya jina lako, Bwana, maana kurudi nyuma kwetu ni kwingi, tumekutenda dhambi. Wapendwa katika Bwana, huu ndio wito wangu, ya kwamba tumwache Mungu atende anavyotaka, kwa maana amejaribisha na ameendelea kupambana kuturudisha, lakini watu wengi hawarudi. Kwa nini mpaka sasa Mungu hajahukumu? Kwa sababu kuna watu bado wanatumiwa na shetani na hawajui ya kwamba wanatumiwa na shetani. Unapokuwa unabagua mtu mwingine, unapokuwa unamtenga mtu mwingine ndani ya kanisa au nje ya kanisa, jua sasa ya kwamba wewe ni moja ya washiriki wa ibada ya sanamu. Na unapokuwa unatamani kuua au kumwangamiza mtu kwa sababu ya muonekano wake, jua wazi ya kwamba unashiriki katika kutoa kafara kwa ibada ya Baal, ambao nyuma ya pazia yupo shetani. Mungu aturehemu. Mungu atusamehe kwa makosa yetu, na Mungu aendelee kutufundisha tukamjue yeye, na tunapokuwa tunamjua yeye tukaijue kweli, nayo kweli ituweke huru. Mungu awabariki na kuwalinda katika jina la Yesu. Amina. Pendwa mtazamaji, tafadhali subscribe, washa kitufe cha kengele, waweza pia kulike, ukacomment na kushare habari hizi njema. Mungu akubariki.